Halmashauri ya wilaya ya Tabora ni moja ya halmashauri 8 zinazounda mkoa wa Tabora. Halmashauri ya wilaya ya Tabora ina tarafa 3, kata 30 na vijiji 156. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, halmashauri ya wilaya ya Tabora ina idadi ya watu wapatao 396,623. Halmashauri ya wilaya ya Tabora ina jumla ya vituo 50 vya kutolea huduma za afya. Kati ya vituo hivyo, kituo cha afya ni kimoja, zahanati 49. Vituo 44 vinamilikiwa na serikali, vituo 5 vinamilikiwa na mashirika ya dini na kituo kimoja kinamilikiwa na mtu binafsi. Mpaka sasa halmashauri ya wilaya ya Tabora haina hospitali ya wilaya. Ujenzi wa hospitali ya wilaya ulianza kutekelezwa Januari 2014 kwa kuanza na ujenzi wa jengo la utawala ambao uligharimu kiasi cha shilingi milioni 97,169,938 kwa fedha za mapato ya ndani mpaka kufikia hatua ya boma. Kwa mwaka wa fedha wa 2018-19, halmashauri ya wilaya ya Tabora ilipokea kiasi cha shilingi bilioni 1,500,000 kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa hospitali ya wilaya. Majengo ya kipaumbele yaliyoelekezwa kujengwa ilikuwa ni jengo la utawala, jengo la wagonjwa wa nje, jengo la stoo ya dawa, jengo la maabara, jengo la vipimo vya mionzi, jengo la kufulia pamoja na jengo la wazazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, halmashauri ya wilaya ya Tabora iliandaa makisio ya gharama za ujenzi kwa kutumia BOQ zilizoandaliwa na TAMISEMI ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi bilioni 1,598,197,250. Makisio hayo pamoja na master plani ziliwasilishwa ofisi ya Rais TAMISEMI na hatimaye kupatiwa kibali cha ujenzi. Mpaka kufikia tarehe 28 mwezi wa 6 2019, kiasi cha shilingi bilioni 1,481,311,346 kilikwisha kutumika katika kutekeleza mradi huu. Ujenzi wa hospitali ya wilaya kwa awamu hii ulianza mwezi Disemba mwaka 2018. Mpaka sasa majengo yote 7 yamefikia hatua mbalimbali za umaliziaji kwa maana ya finishing stage. Nguvu za wananchi zinakadiriwa kuwa ni kiasi cha shilingi milioni 5,550,000. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika kutekeleza mradi huu, halmashauri ya wilaya ya Tabora imekutana na changamoto mbalimbali. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa maji ya uhakika katika eneo la mradi, kuchelewa kupokea saruji kutoka kiwanda cha Dangote, kasi ndogo ya ujenzi wa majengo kutokana na uwezo mdogo wa loko fundi, gharama kubwa za usafirishaji wa vifaa vya ujenzi kutoka eneo la manunuzi kwa maana ya Dar es Salaam na Dodoma, gharama kubwa za kuunganisha umeme zilizoainishwa na ofisi ya TANESCO ambapo walikisia kiasi cha shilingi milioni 38,248,725 zinahitajika ili kuweza kufikisha umeme katika eneo la mradi, na kiasi cha fedha iliyopokelewa hakitakidhi gharama za mradi kukamilika kwa 100%. Pamoja na changamoto hizo, halmashauri ya wilaya ya Tabora ilifanya jitihada mbalimbali katika kukabiliana nazo. Moja, tuliweza kufanya manunuzi ya pampu, mipira, matanki pamoja na jenereta kwa ajili ya kusukuma maji kutoka kwenye kisima na kwenye dimbwi ambalo liko karibu na eneo la mradi. Kuamua kununua saruji kwa wazabuni wa mkoa wa Tabora kwa bei ya soko baada ya kuona simenti zinachelewa sana kutoka kiwanda cha Dangote. Kuamua kufanya kazi na jeshi la wananchi kikosi cha uhandisi ili kuendana na muda uliotolewa na serikali wa kukamilisha mradi huu. Vile halmashauri ya wilaya ya Tabora ilimwandikia meneja wa TANESCO wilaya kuomba waweze kugharamia baadhi ya miundombinu mikubwa ya kuingiza umeme kama vile transformer pamoja na nguzo za umeme ili kuweza kupunguza gharama za kufikisha umeme katika eneo la mradi. Na wenzetu walishajenga hospitali kama hizi zimemalizika. Tunawafahamu, wanaweza kawemo kwetu Tabora hapa, wanaweza kawa nje ya Tabora. Ripoti inapotiririka hii, ukisikiza vizuri, anataka kukuambia kwamba hii kazi inaweza ikaenda isikamilike 100%. Ndivyo anavyosema. Sisi sasa hivi hoja tunaokwenda nayo tunazungumza hivi, tukishapokea bilioni 1.5. Ni nini kingine ambacho tutakuwa tumekifanya kama saving? Humu ndani humu ripoti hii ukiangalia hakuna pediatric ward. Ipo? Hakuna pediatric ward. Pediatric ward ni ile kwa ajili ya watoto. Watoto sio wale wanaozaliwa, watoto tu, hao watoto wa miaka 2, 3, 4. Unaona? Nakosea bwana daktari. Haipo. Kwa hiyo ripoti hii inakuambia hivi, hata hizi zilizokuja hizi
hizi anaweza changamoto. Mimi nasema tatizo sio changamoto, tatizo. Hii kazi inaweza isiishi. Sasa hiyo ndio nataka halmashauri ya Uyui mnisikize vizuri. Wakati mtaondi sisi tunaomba serikali, jamani tusaidieni, tusaidieni. Tulikuwa na shida. Na ukifanya mambo makubwa kama haya, lazima ukae mkao unaofanana na shida ulionayo. Hakuna mtu atakayekubali hii habari. Muelewa kabisa. Kwa sababu amebakiwa na hela kidogo sana hapo. Ameshatumia 1.4 bilioni 1 na milioni 400 na ngapi na 80 na kitu. Ndivyo alivyosoma humu ndani. Kwa hiyo sisi tunakwenda kumwambia nani tulete hela nyingine. Na humu ndani anakuambia kwamba kulikuwa kuna mchango wa wananchi. Walichangia shilingi ngapi? Ukikompute hata kama walifanya kwa mikono ni shilingi ngapi? Hii ripoti haikutuambia. Milioni 5. Unaona? Na on source ikaingiza ngapi? 97 milioni mkiwa katika hatua hii. Kwa hiyo sisi hapa tunachotaka hapa mjia hapa mtukabidhi funguo. Ndicho ninachosema. Kama kuna mtu anabisha aseme hapa kwamba mimi sikubaliani na wewe. Kuna on source imeshaingiza hapa almost, ukichukua 95 ukichanganya hizi ni almost milioni 100 zimeongezeka pale. Mlipokea doctor, mlipokea shilingi bilioni 1.5. Ndizo zimeingia katika akaunti za halmashauri ya wilaya Uyui, si ndio? Sasa mimi nataka useme hivi, mtajua mtakapofanya hapa. Sisi tunataka tuone kwamba jengo hili linakamilika. Sasa hivi mmoja ya vitu vilikuwa vinalalamikiwa, huduma halijakaa vizuri. Nataka kujua sasa leo nakuja hapa. Na hili swali nisema nitarudia hapa. Tumefanya kazi hii. Tuna maelekezo ya serikali kwamba kila mtu ahame kutoka mjini. Watu wote wanaofanya kazi katika halmashauri ya wilaya. Sasa nataka kujua kutoka kwa mkurugenzi mtendaji. Watu wote washahamia hapa Isikizia. Wamehamia mkuu. Wote. Na wote wanaamkia hapa. Nataka kupata haya majibu. Wakuu wa idara mkuu. Nasema watumishi wa halmashauri hii. Unaelewa wanaofanya kazi katika halmashauri pale, watumishi pale. Kwa sababu najua kwamba kuna mtu anafanya tura, kuna mtu anafanya mhuridede. Unazungumza hapa GMO, unazungumza hapa afisa shirika, unazungumza hapa wakuu wa idara na vitengo. Wote wamehamia hapa. Ndio mkuu. Wote. Ndio. Una hakika? Kwa hiyo umechukua checklist hivi ukacheki ukamwambia twende nionyeshe chumba unacholala au nyumba unalala. Umefanya hiyo? Kwa usiku bado hatujafanya. Usitaki kusikia hiyo habari. Tuelewane hapa kabisa, tuzungumze hapa. Umefanya hivyo? Nakuuliza. Bado mkuu. Maelekezo ya serikali yalikuwa ni nini? Mtikisiko uliotoka hapo na ufahamu. Ndio. Wewe tumekuweka hapa juzi hapa, alafu leo wewe unakuja kutuambia utapita nyumba kwa nyumba. Ndio mkuu. Tena unaambia mimi nitakuja kupata, naomba nije nikanywe chai jioni pale kwako. Ndio. Unapita wewe DMO kwako ni wapi? Hapa. Wewe mimi mweka hazina kwako wapi? Hapa. Wewe das kwako wapi? Hapa. Unapita hapo. Wote wanahamia hapa. Wote. Sawa mkuu. Umeelewana? Ndio mkuu. Hiyo kazi nakupa siku 2. Uniletee ripoti watumishi wote. Na kama kuna mtumishi yote ambaye anafanya kazi katika halmashauri anakaa mjini, tunamsimamisha kazi mara moja. Mara moja anasimamishwa kazi. Umeelewana? Ndio. Mwenyekiti, unisikize vizuri. Das. Desio. Kwa. Unisikize vizuri. Mimi sitaki kuanza kuchukulia na hapa, alafu watu wanaanza kuona huyu mtu anaonekana ni mkatili sana. Maelekezo ya serikali yako very clear. Anayetaka kuhamia Isikizia ahamie. Asiyetaka muondoe kwenye payroll. Niletee majina hao wote hapa. Hawa mkuu hao wamesema hawataka kuhamia Isikizia. Sasa hizi majibu unaotoa hapa ni ya nusu. Watakaa hapa, mimi najua watu wameshika vyumba hapa mjini hapa. Ukitoka hapa unateremka unakuta Nazareth wamevaa bukta. Si unajua tu kwamba hawa hawako Isikizia. Ndio shida hii yote mnayopata hapa, shida hapa. Kwa hiyo nasema hapa kwamba tunamaliza kazi hii na wakuu wa idara wote na wakuu wa vitengo wote wanakuja hapa. Tunakuja muda wote tu. Naweza nikaitisha mkutano saa 3 usiku. Niitie. Najua mtaitana kutoka kule mjini mnakuja hapa. Kuna argument iko hapa. Mtu anasema kwani wanachotaka nini? Mimi nikiwa hapa kama natakiwa kufika saa 1:30, mimi si niko tu nitafika saa 1:30 nitakuwa natokea mjini. Haupo kazini. Wananchi wa hapa Isikizia bado kukaa napata shida. Pesa wewe usipate tabu kwa sababu unajua wewe toka mwanzo ulikuwa unakaa hapa. Wako watu wameota pembe hapa ambao wanajifanya ni vichwa ngumu, nitakata pembe zao zote.
nasema wakuu wa idara mnisikize vizuri. Na mkuu wa kitengo, kama una rafiki yako ambaye amefanya nyemela huko na nini anakaa, mwambie sasa hii ngome inavokaa. Kachukua familia, hamia hapa. Mtu hahamii hapa ni sawa sana kwamba yeye sio mtumishi wa halmashauri ya wilaya ya Uyui. That is one. Songe mbele. Tunakwenda mbele sasa hivi. Nataka uniambie matukio ya wizi. Engineer yuko wapi? Engineer. Nipo hapa. Nataka unitajie matukio ya wizi ni mangapi hapa? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hakuna tukio la wizi ambalo limetokea kwenye. Hakuna. Hakuna. Hujaibiwa kitu chochote. Sijaibiwa chochote. Kwa hiyo hapa wanaofanya kazi ni malaika, wanatoka mbinguni, wanakaa hapa. Kwa salama kabisa. Kutoka kwenye chanzo cha maji kutuletea kwenye shughuli za ujenzi hapa. Kwa sababu tuna tatizo la maji hapa. Na bahati nzuri kuna dimbwi ambalo liko karibu sana hapo. Ndio ambalo tulibidi tununue mipira tuunganishe. Tukiweka ile generator inatuvutia maji ya kufanyia kazi kwenye eneo hili. Okay. Na hii skimu ya umeme ya REA hapa haipiti. Skimu ya umeme wa REA kwa maana ya kupita hapa kwa kweli haikuwa imepita, lakini bado tulishaomba ofisi za TANESCO ili waje watufanyie makisio na wakayafanya. Zaidi ya Engineer wako wa mkoa yuko hapa. Unasikia bwana, andika hiyo kitu. Leo mpate limo wa TANESCO mkoa. Wizara inatuambia vizuri kabisa, waziri mwenye dhamana ya nishati anasema mahali ambapo panawekwa structure kama hii peleka umeme. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kurudi tena nikaenda kumuuliza waziri kule. Mimi sifanye kazi hiyo. Mimi namuuliza limo. Mwambie limo alete umeme hapa. Alete umeme hapa. Hatuanze hapa kazi hapa, tunaanza kufungua hospitali hapa ndio tunaanza kuitumia, alafu tunaambia hakuna umeme. Hiyo moja hiyo. Bomba la maji linalotoka Ziwa Victoria kuja mjini linapita wapi? Hapa. Si hapa. Sasa nyewe mnasema kwamba hakuna maji hapa. Ile imesema nini? Imesema kilomita 12 kushoto na kulia. Barabara sio hapa. Na bomba siliko hapa. Sasa hapa provision iko. Nataka kujua hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni kwamba tunazungumzia maji sasa, sio umeme. Umeme tushamaliza. Wewe andika habari ya limo. Tena limo mpigie simu tukiwa hapa. Yes. Ukiangalia kwenye simu zangu utapata namba za labda nisemee kwenye upande wa maji mpaka sasa hivi ninavyozungumza ni kwamba ile skimu bado haijafika hapa, lakini maji tulikuwa tunazungumzia ni yale ambayo yanatusaidia kwenye shughuli za ujenzi kwa ujumla. Baba, hii kazi imeshakuisha hii as far as I'm concerned. Wewe unazungumza habari hapo zamani za kale. Hiyo ni alfu ulela. Unasikia bana? Okay. Sisi tunazungumza matumizi ya maji huko ndani kwa sababu umesha fix system mle ndani. Hii kazi inakuisha hapa, tunataka hospitali ianze kutumika. Ninachozungumza hapa, mtaona mnisikize vizuri. Kwa sababu nyinyi hapa mnao sababu kubwa ya msingi. Kwanza mko kwenye kilomita 12. Hiyo nina hakika kabisa kwamba kilomita 12 hapa mmo. Sasa wewe mradi unakwenda sasa hivi, wenzenu wanachimbia mabomba wako kule Tabora manispaa. Nyinyi hapa hakuna provision hapa. Nione kwamba sasa hili tawi linaingia hospitali hapa hakuna. Mkinyamaza kimya hapa pesha. Watapita hapa alafu utashangaa mkandarasi ameondoka site. Alafu na hospitali macho hapa. Mtu wa maji yuko hapa. Mtu wa maji wakoto wa halmashauri yuko hapa. Alo mtanitibua mimi hapa. Kwa sababu nimesema wakuu wa idara wote waje hapa. Mtu wa maji yuko wapi? Sikiliza bwana, tuelewane kitu moja. Mkurugenzi mtendaji usikize vizuri. Haiwezekani nyinyi mnajenga hapa, tunamaliza jengo linamalizika hapa, tunasema tuanze kutumia. Uliwahi kusikia hospitali haina maji? Itakuwa ni hospitali, kuna mtu ataruhusu tufungue. Atakwambia watoto watakwenda kufa pale. Mwambie mtu wa kwako wa maji akae chonjo. Kwa sababu mimi siwezi kuelewa hapa kwamba hospitali inamalizika huku, bomba linapita kule na sisi iko provision. Wala uhitaji kumuuliza mtu yote. Jamani, tuliambiwa kilomita 12. Licha ya kwamba sisi ni hospitali. Kwa sababu wewe hata kama ungekuwa kilomita 20, tungepeleka maji kule. Sasa mko tu hapa. Hebu sasa. Pressure unakumbuka hicho kitu, unaelewa? Sasa wameanza kuchimba mtaro hapa. Walishachimba kwa maana ile bomba dogo ya pesa mwe hapa. Likaenda wapi? Likaelekezwa wapi? Kwenda huko hivi. Kwenda huko linataje tu hospitali hapa. Niambie mimi hapa nasema hivi, mtu wa maji hapa aitwe kabla sijaondoka hapa. Kama anataka kazi mwambie aje hapa. Kwa sababu kazi yake ni nini sasa hapa? Yeye ndiye alitakiwa kuhangaika. Kuna mradi gani mwingine tulionao katika halmashauri ya wilaya hii? Ukiacha hiyo. Sasa hizi tuko kwenye final touches, ndio tunamaliza kazi hapa. Tunazungumza habari ya maji hapa. Maji yanakwenda manispaa kilomita 12 upande wa kushoto na kulia. Kituo cha polisi kilichoko pale kinatakiwa kupata maji.
pale kuna jengo la halmashauri ya wilaya Uyui linatakiwa lipate maji. Mle ndani hamwezi kukaa mle ndani kama hakuna maji pale. Wakati huo unaweka hii unaona gata hizi zimewekwa hapo. Maji haya yatakapomwagika yanakwenda wapi? Engineer. Wewe haya maji hapa unayapeleka wapi? Haya maji kimsingi ni kwamba kwanza tutaunganisha system kuhakikisha kwamba maji hayamwagiki bure. Hiyo naelewa, mimi sina tatizo na hilo. Nataka kujua yataelekea wapi, yanakwenda wapi. Tutaweka drainage system. Iko kuhakikisha kwamba maji yana kwenye kule unaona unaanza kupiga, unaona unapiga rangi kule, unaona unaona hii hapa tuko kwenye finishing. Ndio. Alafu yakitoka hapa yatakwenda wapi? Final destination ya haya maji ni wapi? Final destination lazima tutatengeneza misingi ambayo itakuwa inavuta yatoke hapa kwenye eneo yasije katuharibia eneo. Yatakwenda wapi? Yatashuka kuelekea hivi. Wapi? Tunatengeneza kwamba plani tutakavyokuja itawezekana kama tutatengeneza. Wewe bwana sikiliza, wewe ni engineer au fundi mchundo? Fundi mchundo. Sasa wewe saizi umekaa hapa wewe unaniambia kwamba maji yatakwenda hapa atakwenda. Nakwambia hii si gorofa, unaona ni gorofa hapa. Kama hujaweka provision hapa mwaka huu mvua zitakaponyesha hapa, utalikuta tofali kwa chini, hiyo rangi nyeusi utaiona, itasomba kila kitu hapa, patokea mmonyoko kwa ardhi. Nisikilizeni vizuri. Hapa pana shida ya maji kama tulivyosema. Maji yanayotoka ziwa Victoria hutaweza kutumia sana kwa shughuli za kudeki, sijui shughuli za kumwagilia maua, sijui nini. Haya maji yatakuwa bili itakuja hapa, mtashindwa kuendesha halmashauri. Huyu saizi hapa lazima aweke katika mpango wake wa kuchukua haya maji na kuyakusanya na kuingiza kwenye kisima. Inawezekana kabisa kwamba kisima kisiwepo sasa hivi tunavyozungumza hapa. In case of when a breakdown ya maji na nini, una pump pale maji yanaendelea kutumika. Kuna ukoka utawekwa hapa. Kuna maua yatapanda hapa. Gloria na hibiscus zitawekwa hapa. Kuna miti itapandwa hapa. Kusema kwamba utatumia maji yote haya, utakuwa unatumia maji haya yanayoingia kwenye mita haya ya TUWASA haya, utaweza. Kwa hiyo nataka nikija hapa next time nikute mpango wako, uniambie maji yatakayochukuliwa hapa yanakwenda wapi. Nyinyi hamzungumzi habari ya saving. Mimi nataka saving yoyote itakayotokea hapa. Mimi sijui mtafanyaje. Mnyewe mnasema hela zimekwisha. Kote waliojenga kama hivi hela zilikwisha. Unaweza wengine wameweka laundry, wengine wameweka pediatric ward, wengine wameweka zile nani zile za kupitia zile njia za kupitia zile. Walkway wameweka. Nataka niikute kwako. Anayetengeneza engineers estimates ni huyu. Anayetengeneza bills of quantities ni huyu. Haingii kwenye ile kamati kwa sababu yeye ni mtu ambaye anabeba eneo kubwa sana la. Nataka tuclear haya mambo. Kwa sababu sio tunafanya hapa alafu nyewe huko watu wanateka miti huko watu wanachoma moto, vichaka vyote vilivyoko hapa, eneo lolote ambalo halina, eneo lolote lile ambalo hamjengi, msiondoe mti wote. Muondoe tu miti pale ambapo mnasema hapa tunataka kuweka labda laundry, mnasema ondoa. Hiyo sawa. Lakini mahali ambapo unajua kwamba hapa hatukusudii kujenga, acha kichaka huku na nini kunakaa. Mgonjwa akiletwa hapa katika hii halmashauri, ukimwambia hivi, aisee mgonjwa wetu tunampeleka pale, anakwambia huyu atapona. Sio unaikuta hospitali inapiga miayo, anakwambia tukipeleka mgonjwa pale anakufa. Kwa hiyo impression ya kwanza anayopata hapa, akisikia tu harufu za ajabu, akiangalia majengo yamekaa hana mpangilio tayari. Sasa tunatamaliza hapa. Hilo jambo nataka litunzwe vizuri, tujue kwamba litakuwa kwaje. Sasa tunaanza kazi sasa. Tunaanza hii hapa. Hii ni administration. Hii hapa, hii ramani hii ni administration block. Nataka tuingie humo ndani. Nataka kujua engineer yuko hapa. Umetindua humo ndani? Ulitindua? Ulitindua ikiwa katika hatua ipi? Wakati wa plaster au wakati wa tofali? Hii ilitunduliwa kabla ya plaster. Ulitindua kabla ya plaster? Kwa sababu ile jengo kwanza. Okay. Basi mimi twende tume. Kwa nini unafanya hivyo? Sikiliza bwana. Nakwambia kwa mara ya mwisho. Ukija katika hii hapo ulifikia hapa, kabla ya kupiga plaster, kabla ya kufanya kitu chochote, kupaka rangi, kufanya kitu chochote, hakikisha kwamba unatindua. Ikiwa katika level ya tofali, wakati unaona michirizi ya tofali ilipopita ndio unafanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu sisi watu wa Uyui sisi tunataka vitu vyetu vionekane maridadi. Nataka wewe wakati ukuta kama wakati unapiga rangi hapa, kama kuna sehemu kuna tundu, kuna fila, kuna zile fila unafeel kabisa, unafeel kila mahali. Ukimaliza unachukua robe wala ndio unaanza kupiga hapa. Unapiga koti ya kwanza, koti ya pili, koti ya tatu. Huku kote huku unakuona huku. Huu mchirizi huu utauona.
Ndio ile nikwambia nitakukamata tu. Wewe umekuja hapo umekuja kufanya hapa wakati umeshapiga plaster. Umenielewa? Umeelewa nini? Maelekezo hiyo. Yanasema nini? Kwamba kazi hizi zifanyike kabla ya hatua za plastering, baada tu ya kujenga huko. Iwe ni umeme, iwe ni maji. Unajua mimi ninachoshangaa sana, kinachonishangaza kabisa mwenyekiti, ni kwamba sio kwamba hajafanya hicho kitu. Najiuliza kichwa hiki kilichoweza kufanya kote kule kumekaa vizuri, kinashindwaje sasa hapa? Maana kuna mahali ambapo unalegea, unakuwa hauko makini, ndio unakuta kitu cha namna hiyo. Tehama wamelata huko. Chiri ndio nini? Acha hiyo kitu.